Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huko tukitumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na basi hiyo ndiyo furaha yetu, na tuacheni tutumie fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa ambayo yanazidi kuendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika sekta yake ya kiusalama ambayo upande wa mashariki inazidi kuyoyoma siku baada ya siku. Na tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako baada ya uzinduzi wa operesheni ya kijeshi dhidi ya wahasi wa FDLR mjini Kisangani, naibu mkuu wa majeshi wa FARDC Lieutenant General Jacques Chalingoza alifanya ziara siku ya Ijumaa tarehe 3 Aprili mwaka 2026 katika eneo la Walikale. Ziara hiyo ilikuwa na malengo mawili ya kijeshi na ya kuzuia mapigano. Akiwa huko, afisa huyo wa ngazi za juu za FARDC alifanya kampeni ya uhamasishaji kwa wapiganaji wa FDLR, akiwahimiza kujisalimisha kwa hiari na kuweka chini silaha ili kuepusha mapigano makali ambayo yanaweza kusababisha vifo vingi, hasa miongoni mwa raia pamoja na wanajeshi. Wakati huo huo, kiongozi huyo alikutana na vikosi vya FARDC vilivyoko katika eneo hilo kwa ajili ya kikao cha kimkakati. Mkutano huo ulilenga kutathmini hali ya kijeshi ilivyo, kuimarisha uratibu kati ya wanajeshi na kuweka wazi mbinu za utekelezaji wa operesheni inayoendelea dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Hatua hii inakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika wilaya ya Walikale bado ni tete, ambapo uwepo wa makundi ya wahasi hasa FDLR unaendelea kuwa tishio kubwa kwa amani, utulivu na usalama wa raia. Tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, kuna tukio la kusikitisha linaloonyesha hatari na hali tete inayowakabili wafanyakazi wa afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wauguzi wawili kutoka kituo cha afya cha Nihima walipatikana wakiwa wameshafariki tena kwa hali ya ukatili, kwa mujibu wa ushuhuda wa jamaa zao na vyanzo vyao eneo hilo vilivyokusanywa hiyo jana tarehe 4 Aprili mwaka 2026. Waathirika walitambulika kuwa Musafiri Bahiga, muuguzi mkuu ama infirmier titulaire, na Ismail, muuguzi mkuu wa muda ama infirmier titulaire intérimaire. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa waliondoka kutoka kazini mwao hiyo tarehe 1 Aprili kuelekea kwenye kituo cha afya cha Katoi ili kuwasilisha ripoti yao ya kila mwezi, kazi yao ya kawaida iliyogeuka kuwa janga. Mihili yao ilipatikana katika eneo la Chezaruhimbi, Lupema ya Nyamaboko ya pili, katika eneo lililodhibitiwa na muungano wa wahasi wa AFC M23 RDF. Tukio hili linaonyesha hatari inayowakumba wafanyakazi wa kibinadamu na wauguzi katika maeneo yaliyodhibitiwa na makundi yenye silaha, ambapo ukatili unaweza kuwapata hata wale ambao kazi yao ni ya matibabu pekee. Mashirika ya haki za binadamu na jumuiya za kiraia za eneo hilo yamezindua wito wa dharura kwa jamii ya kitaifa na kimataifa kushughulikia kesi hii, kuanzisha uchunguzi wa kina na kuhakikisha kuwa wahalifu wanachukuliwa hatua kwa uhalifu huo. Kulingana na taarifa za awali, afisa mmoja wa wahasi anajulikana kama Major Justin, anajulikana pia kwa jina la utani la Limsil, aliagiza kupiga vichwa wauguzi hao wawili, jambo lililoongeza kiwango cha ukatili kinachosababisha hasira na hofu juu ya hali ya usalama na ya kibinadamu katika eneo hilo. Tukio hili la kusikitisha linaonyesha tena hatari zinazokabili raia na wafanyakazi wa afya katika maeneo yaliyoathiriwa na makundi yenye silaha, na linaonyesha haraka haja ya kuimarisha ulinzi wa jamii na wafanyakazi wa kibinadamu mashariki mwa DRC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanikiwa kudhibiti na kurudisha nyuma mashambulizi kadhaa yaliyoendeshwa na wahasi wa M23 usiku wa hiyo jana juzi tarehe 3 Aprili mwaka 2026 katika wilaya ya Kalehe mkoani Kivu Kusini, na hiyo ni kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vya eneo hilo. Mashambulizi hayo yanayohusishwa na harakati za wahasi wa M23 RDF yalilenga baadhi ya vijiji vya kimkakati katika eneo hilo,
Kupitia operesheni ya ushirikiano ulioratibiwa, FARDC sio tu walizuia waasi hao bali pia walifanikiwa kudhibiti kikamilifu vijiji kadhaa vikiwemo Kivudere, Mwami Ijwi, Nyamugari na Mushungutu. Vikosi vilivyojitolea vilichukua hatua haraka kimkakati, kitu kilichosababisha M23 RDF kushindwa kuimarisha nafasi zao na kuendelea kueneza tishio kwa wananchi. Mamlaka za kijeshi za eneo hilo zilipongeza uangalizi na nidhamu ya vitengo vilivyohusika, zikisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa uwepo thabiti katika maeneo haya ya hatarishi. Operesheni hii inaonyesha kuwa tishio la waasi bado lipo mashariki mwa DRC, ambapo FARDC inapaswa kuendelea kujibu mashambulizi yanayolenga kuharibu usalama wa eneo na kusababisha vurugu kwa maisha ya jamii za wenyeji. Kuna taarifa ya tukio la mauaji ya kutisha yaliyoweza kutokea tarehe 24 Machi mwaka 2026 katika kijiji cha Karembo, ambapo wanamgambo wa M23 waliokuwa wakisimamia usalama wa maeneo ya uchimbaji madini yanayoendeshwa na waendeshaji wa Kichina yalifyatua risasi dhidi ya wachimbaji wadogo, yani creuser artisanaux. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinavyofanana, waathirika walikuwa wakishiriki katika maandamano ya kudai malipo yao ya mishahara iliyokuwa imecheleweshwa. Hali ilizidi kuwa mbaya haraka baada ya mvutano kati ya wachimbaji na walinzi hao wenye silaha kuongezeka na kusababisha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 40 ama 40 personnes ndio ambao walipata kupoteza maisha, huku wengine 14 wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Hata hivyo, idadi hiyo inaweza kuongezeka kwani bado kuna waathirika ambao hawajathibitishwa rasmi. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa mvutano unaohusiana na shughuli za uchimbaji madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo uwezo wa makundi yenye silaha pamoja na wawekezaji wa kigeni mara nyingi husababisha migogoro na jamii za wenyeji, hasa kuhusu mazingira ya kazi na mgawanyiko wa mapato. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka husika wala viongozi wa M23 kuhusiana na tukio hilo ambalo limezua hasira kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Tukiendelea kubaki huko mkoani Kivu Kusini, ugunduzi wenye kutisha umetikisa mji wa Uvira, makao makuu ya muda ya mkoa huo, ambako angalau maiti zipatazo 210 ama 210 corps zimefukuliwa kutoka kwenye mashimo ya pamoja ama fosse commune, na hiyo ni kwa mujibu wa gavana wa mkoa huo Jean-Jacques Purusi katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Alhamisi ya tarehe 2 Aprili mwaka huu, akiwa pamoja na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya huko mjini Kinshasa. Gavana Purusi amesema kuwa ugunduzi huu uligundulika siku 3 tu baada ya kurudi kwa utawala wa serikali mjini Uvira kufuatia kuondoka kwa waasi wa M23 RDF. Purusi alisema kuwa waasi hao walikaa Uvira kwa mwezi mzima, na mara tu wao kama serikali walipowasili mjini humo tarehe 20 Februari ya mwaka huu, basi waligundua mashimo matatu ya pamoja huko Kafimvira, Kilomoni na Kimanga yenye mahiti zipatazo 210 pekee. Taarifa hizi zimeungwa mkono na shirika la Human Rights Watch ambalo watafiti wake walirekodi ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa na wapiganaji wa M23 na wanajeshi wa Rwanda wakati walipofanikiwa kudhibiti mji huo mwezi Disemba mwaka jana. Bwana Lewis Mudge, mkurugenzi wa Afrika ya Kati, na Clementine de Monjoie, mtaalamu wa eneo la Maziwa Makuu, walitembelea Uvira mwezi Machi mwaka huu na kuhoji wakazi waliokuwa wahanga wa ukatili huo uliofanyika zaidi ya mwezi mmoja. Kulingana na ushuhuda wao, waasi hao waliokuwa wakisaidiwa na majeshi ya Rwanda walivamia mji huo tarehe 10 Disemba mwaka jana na kufanya uchunguzi wa kina, wakiwashutumu wanaume na wavulana kuwa washirika wa serikali na wapiganaji wazalendo.
Maelfu ya raia walikamatwa au kuuawa na wengine bado hawajulikani walipo. Human Rights Watch imerekodi mashimo zaidi ya 61 ama plus de 61 fosses communes ndani na karibu na mji wa Uvira, ikiwa ni pamoja na 31 kwenye wilaya 3 maalum. Gavana Jean-Jacques Purusi ameonya kuhusu ukubwa wa uhalifu huo, akikumbusha kuwa Uvira imegawanywa katika sehemu mbili, Uvira mji na Uvira wilaya, na maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa awali kama Minembwe, Lemera, Sange, Bwegera na Kamanyola yanaweza kufichua uhalifu mwingine mkubwa. Kwa maoni yake, hali katika mashariki mwa DRC inaweza kulinganishwa na mauaji ya kimbari ama genocide, ambayo kutambuliwa kimataifa bado kunachelewa kufanyika. Purusi alisema kuwa wao kama serikali ya mkoa wa Kivu Kusini wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa iangalie kwa makini uhalifu mkubwa unaofanywa na maadui hao wa M23 RDF, ambao ni mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita katika eneo hilo. Na tangu mwaka uliopita, Rais Felix Tshisekedi aliwahi kutoa wito maalum katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa tarehe 23 Septemba, akitaka kutambuliwa kwa genocide ya Wakongo katika mashariki mwa nchi. Eneo hili lililo tajiri kwa rasilimali za asili na lenye kupakana na Rwanda limekuwa likikumbwa na migogoro kwa miongo mitatu. Vurugu zilizidi mwanzoni mwa mwaka wa 2025 kutokana na mashambulio ya FCM 23. Katika muktadha huo, Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia lilipitisha tarehe 17 Oktoba mwaka 2025 pendekezo rasmi ya kutambua mauaji ya kiuchumi yaliyofanywa dhidi ya wakazi wa mashariki mwa Kongo, likijulikana kwa kifupi kama Genocide, kitendo cha kihistoria cha kutambua ukiukwaji mkubwa wa sheria za kibinadamu na haki za msingi za binadamu. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani ulikuwa nasi tangu mwanzo na hata mwisho wa habari hii, na basi tunakwenda kukuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.